Tanzania Prisons ni moja ya timu zenye historia kubwa katika soka la Tanzania, lakini msimu huu imekuwa ikipitia kipindi kigumu baada ya kushindwa kupata matokeo mazuri yanayotarajiwa na mashabiki wake. Leo tumefika kambini kwa Tanzania Prisons hapa Mbeya, tukazungumza na kocha mkuu, afisa habari pamoja na baadhi ya wachezaji ili kujua nini kinaendelea nyuma ya pazia. Endelea kuwa nasi hadi mwisho. Licha ya kuwa na kikosi kinachoonekana kuwa na uwezo, Tanzania Prisons imekuwa ikipata matokeo yasiyoridhisha, jambo ambalo limezua maswali mengi kwa mashabiki wa soka nchini. Ili kupata majibu ya maswali hayo, kwanza tulizungumza na kocha mkuu wa timu ambaye ameeleza sababu zinazochangia mwenendo wa timu pamoja na mikakati ya kurejesha makali ya Tanzania Prisons, lakini kubwa likiwa ni kusalia katika ligi kuu msimu ujao. Nafikiri ni ratiba ngumu lakini nafikiri lolote linaweza kutokea kama tukijipanga vizuri, kama ambavyo mechi na Azam tulicheza vizuri, lakini kwa bahati mbaya tukapoteza. Tumeenda kucheza na Pamba away, tumepata matokeo. Kwa nafikiri inawezekana lolote lile kwenye football. Kikubwa tu ni kuwa tu na ujasiri wa kuamua kufanya, hasa kwa wachezaji wakiamua kama ambavyo tuna train, kama tunafanya mazoezi, session zetu zinakuwa nzuri. Kama wakihamishia mazoezi kwenye mechi, nafikiri tutafanikiwa, kama hata tucheze away, hata tucheze nyumbani. Sisi tunaongea na wachezaji wetu kwa tushuke, hiyo ndio kauli mbiu. Kwa hiyo sasa hivi unapata matokeo kwa njia yoyote ile, weza umecheza vizuri au umecheza vibaya, unaweza kupata matokeo. Kwa hiyo cha msingi hapa sisi tunaangalia ni matokeo. Ukiangalia hesabu zilivyo, inawezekana tu kama tutapata matokeo mechi 5 tukatoka hata kwenye playoff, lakini kama itakuwa vyovyote vile tunaweza tukadondokea kwenye playoff. Kwa ni vyote viwili. Kwa sisi ambacho tunakitaka, maana ukicheza kwenye playoff tuna mechi 2 tena, 1 au 2. Kwa ambacho tunachokiangalia ni ile kauli mbiu ambayo nimesema atushuke. Mbali na maelezo ya kocha, tulitaka kujua msimamo wa uongozi wa klabu kuhusu hali hii. Huyu hapa afisa habari wa Tanzania Prisons, naye anazungumza nasi. Kama uongozi tuko salama kabisa, tunasema tuko vizuri kwa sababu Kamishna Jenerali wa Magereza Yeremia Katungu ametoa bonus kwa wachezaji kuhakikisha kwamba wachezaji wote wanakuwa hawana sababu ya kutokushinda huu mchezo. Kwa hiyo tuseme tu kama Tanzania Prisons tunakwenda kushinda huu mchezo wa Dodoma, kwa sababu tunajua kabisa kwamba endapo hatutashinda mchezo huu tutakuwa hatuna excuse yoyote ile ya kutaka kuendelea na kubaki ligi kuu. Kwa hiyo niseme tumejipanga vizuri, idara ya afya wako vizuri, idara ya saikolojia wako vizuri, na wachezaji wenyewe kwanza wanautaka huu mchezo. Na niseme tu jamani, ndugu zangu waandishi wa habari, kwamba kwa mara ya kwanza kabisa nimeona wachezaji wa Tanzania Prisons ndio wanamshawishi mwalimu kutokwenda likizo. Kwa hiyo hichi ambacho kimetokea sio maajabu, ni kwamba wachezaji wenyewe ndio wamemtaka mwalimu kwamba kusema kwamba sisi tutabaki kwa sababu tunautaka huu mchezo. Kwa hiyo niseme tu kama Tanzania Prisons, kama uongozi tumejipanga vizuri na mchezo huu tunakwenda kushinda. Hilo pia tunamshukuru pia bado Kamishna Jenerali wa Magereza, kwa sababu ametoa vibali zaidi ya mikoa 9 kuhakikisha kwamba shabiki yeyote wa Tanzania Prisons katika mikoa 9 anayejisikia kuja jijini Mbeya basi wafiki. Kwa hiyo tutakuwa tuna ugeni mkubwa sana hapa Mbeya. Na kwa kuwa matokeo hupatikana uwanjani, tuliwasikiliza pia baadhi ya wachezaji wa kikosi hiki. Wanasemaje kuhusu changamoto wanazokutana nazo na matarajio yao kwa mashabiki? Tunajaribu kuangalia michezo tuliyopo nayo nyumbani tuweze kushinda. Hamna excuse. Lazima ushinde michezo iliyoko mbele yako. Kwa sisi wachezaji tunajua umuhimu wa hii michezo iliyosalia. Kwa hiyo nadhani haina haja ya kuongea sana kwamba kama wachezaji labda tuambiane sana. Kila mtu anajua kwamba ni mechi ambazo ukipoteza unampa nafasi mtu mwingine kwenda kwenye nafasi ya juu zaidi. Kwa hiyo mechi zote si kwetu ni muhimu. Kwa hiyo tunaongea, nadhani kila mchezaji upinzani upo tu tangia ligi inaanza. Kwa hiyo hakuna mechi nyepesi. Upinzani upo, utakuwepo tu mpaka mechi ya mwisho. Kwa hiyo yale mapungufu yote ambayo tumefanya mistake katika kipindi hicho, nahisi ni muda mwafaka sana kuweza kurekebisha, kwa sababu mwalimu kashaona vipengele vingi ambavyo tunakuwa tunakosea. Kwa hiyo tupo kwenye masahisho ya mwisho kuelekea kwamba katika kuanzia mchezo wetu ambao unaanza
na Dodoma Jiji kuhakikisha kwamba tunapata ushindi na michezo mingine inabaki shinda. Kwa hiyo kama sisi Tanzania Prisons kama wachezaji sisi tumejipanga kwa hali na mali kwamba kuhakikisha kwamba timu ya jeshi haiwezi kushuka daraja. Kwa hiyo naamini tutapambana mpaka tone la mwisho kuitetea nembo ya Tanzania Prisons, kwa sababu sasa hivi ni kuitetea nembo, jina liko nyuma. Kwa hiyo sasa hivi tunatendea nembo ya Tanzania Prisons, afu jina litafuata nyuma pia. Bado tupo kwenye right direction, bado hatujawa wrong sana kwa sababu tumebakiwa na michezo hapa nyumbani. Nafikiri tuna michezo miwili na away tuna michezo mitatu, so still tuna push, still tunakumbushana kwa wale upcoming waendelee kuipambania nembo ya timu, na kikubwa nafikiri kila mtu ana mentality ya kutaka kuona kwamba timu inatoka pale chini ilipo kuja kwenye nafasi ambazo zitakuwa ni bora zaidi, au hata ikiwezekana kukusanya pointi ambazo zitatuwezesha kusalia. Kutokana na maoni ya pande zote, ni wazi kuwa ndani ya Tanzania Prisons kuna dhamira ya kurekebisha makosa na kurejesha ushindani wa timu hiyo katika ligi kuu. Je, Tanzania Prisons itaweza kubadilisha hali hii na kurejea kwenye matokeo mazuri? Hilo ni swali ambalo litajibiwa ndani ya uwanja katika mechi chache zilizosalia. Wewe kama shabiki wa soka, unaamini nini kifanyike ili kuokoa msimu wa Tanzania Prisons? Andika maoni yako kwenye sehemu ya comments. Hii ni Nuel TV. Usisahau kulike, kushare, kusubscribe kwa habari, mahojiano na uchambuzi wa kina zaidi.